Hello guys, habari zenu, karibu tena katika channel yangu Maisha na Majukumu, na mimi ni Manisha Melda, ambapo leo tutakuwa tunajifunza vitu ambavyo tulikuwa tunafanya tukiwa watoto, ambapo mpaka sasa hivi hatujaweza kuvisahau. Vitu kama michezo ambazo tulikuwa tunafanya, tunacheza nyimbo ambazo tulikuwa tunaziimba, nguo ambazo tulikuwa tunazivaa tukiwa watoto, ambapo mpaka sasa hivi haujasahau. So karibu tena uwe nasi katika hii safari ili tuweze kujikumbusha vitu ambavyo tulikuwa tunafanya tukiwa watoto wadogo, ambavyo mpaka sasa hivi bado tunakumbuka vitu hivyo. Binafsi kama mimi, tulikuwa na vitu ambavyo tulikuwa tunafanya tukiwa watoto. Vitu kama kunywa uji na maembe tukiwa watoto ni vitu ambavyo bado nakumbuka mpaka sasa hivi. Kama tulikuwa saa zingine kama watoto mmetoka shule jioni, ni wakati wa maembe, unakunywa uji na maembe ukitembea, au unapata saa zingine mmetoka shule nataka kwenda kupata maji mtoni, unapita kwa rafiki yako, unaenda kumtembelea, unaenda kumchukua mwende mtoni wote huko, mtaenda mkae yani hadi jioni, na msahau kwamba mlienda kupata maji, mrudi mfanye shughuli zingine. Vitu vingine ambavyo tulikuwa mimi kama nikiwa mtoto tulikuwa tunafanya ni kama kuswim kwa hizi maji za mvua. Wakati wa mvua ikinyesha nyingi sana, sasa kulikuwa na maji zinakaa sehemu moja, sasa tulikuwa tunaswim kwa hizo maji. Ukitoka kuswim kwa hizo maji, nakuwa mwili yako yote imebadilika, mwili white, macho red. Lakini ni vitu tulikuwa tunavipenda tukiwa watoto, tulikuwa tunaona ni raha sana kwetu sisi kama watoto kuvifanya. Na pia vitu kama wakati tukienda shule, ama unaenda shule wakati watu wamelima, sasa watu wanakula mahindi, viazi, hizi viazi za sweet potato. So napata mtu amekuja shule amebeba mahindi choma, mahindi ya kuchemshwa, amebeba hizi viazi sweet potato, mtu amebeba, mamake alipika githeri amebeba. Sasa kila mtu anarudi shule amebeba. Sasa unapata kuna mwingine maybe hajabeba, sasa mwingine amebeba mbili. Sasa tunafanya kibeba viwili mahindi ya kuchoma. Sasa tulikuwa tunapenda kuweka kwa mahindi ya kuchoma. Nachukua mahindi moja, na chukua hii pilipili ya red, napaka kwa mahindi ya kuchoma. Si mahindi ya kuchoma haitaonekana, nani ataona? Sasa unapaka pilipili. Sasa uko pale unakula mahindi yako, mwenzako anakuja na kuomba kiroho safi, unamtolea ile kubwa, unamwambia mgawie mtu fulani. Yeye anaona huyu ana roho nzuri, amenipa mahindi kubwa, kumbe hajui ni nini kwenye hiyo mahindi. Akianza tu kula hivi, ni pilipili inamwasha. Ilikuwa ni vitu afu hata na hii pilipili ikimwasha akaya kusurprise ama kukasirika ama mgombane, yeye pia naye anaenda na mgawia mtu mwingine, pilipili inamwasha. So ni vitu ambavyo tulikuwa tunafanya sana tukiwa watoto. Na pia vitu ambavyo tulikuwa tunapenda kufanya tukiwa watoto ni wakati wa Christmas. Mpaka sasa hivi nikikaa hivi najiangalia nasema hadi mimi nilikuwa nafanya hizo vitu jamani. Sasa hizi siwezi fanya. Ni kuvaa nguo ya mtumba yenye inanuka mtumba kabla hujaosha. Hiyo kitu tulikuwa tunafanya sana. Unanunuliwa nguo, afu unaivaa hivyo hivyo. Nguo haijaoshwa unavaa. Si kama sasa hivi wazazi wanaambia watoto, ukivaa nguo ya mtumba yenye haijaoshwa
kansa unaweza pata. Sisi hiyo wakati hatukuwa tunajua hizo vitu. Unanunuliwa nguo ya mtumba unaidunga saa hiyo hiyo. Lazima watu wajue. Watu watajuaje ukiosha kwamba umenunuliwa nguo mpya? Na ile nguo ya mtumba inavyonuka vile, inanuka mtumba. Ndio ilikuwa ni raha yetu. Pia tukienda Christmas. Ukienda Christmas tulikuwa na hizi soda hizi za chupa ndogo hivi, alafu zimechorwa watoto. Hizi soda tulikuwa tunapenda kunywa. Ukienda Christmas ukose kunywa hizo soda, wewe hujaenda Christmas. Hujaenda Christmas kabisa. Hiyo ni wewe hata hujaenjoy Christmas, hata hujaiona. Tulikuwa tunapenda kunywa hizo soda na kukula bubblegum. Alafu kule kwetu kijijini, wakati wa Christmas watoto walikuwa wanapewa time yao. Watoto walikuwa wanaambiwa kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 11 jioni ni masaa ya watoto. Mnaenda center, mnawekewa muziki, mnacheza huku mkikunywa hizo soda. Zilikuwa zinaitwa Quinja, mkikunywa hizo, mkikula mabubblegum. Watu tulikuwa tunafurahia hiyo wakati. Mtu na ukipewa tu hata pesa kidogo kama sisi, hata kama ulikuwa umepewa 500 ya Tanzania, ulikuwa uko sawa kabisa. Hiyo utakunywa hiyo soda, utakula bubblegum, utafurahi, utacheza, urudi nyumbani kabisa umefurahi na nguo yako ya mtumba ulikuwa umenunuliwa. Wewe uko sote. So unarudi umefurahi, ile umefurahi kabisa 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 kabisa. Pia vitu vingine ambazo tulikuwa tunapenda kufanya tukiwa watoto, ama vitu ambavyo bado nakumbuka tukiwa watoto. Ile wakati wa watu wa SDA wanakuaga na makambi. Hiyo wakati, hakuna wakati tulikuwa tunakumbuka kama hiyo wakati. So hiyo wakati tulikuwa tunakumbuka sana. Unajua watu wa SDA wakiwaga na makambi, so walikuwa wanawekaga hizi maspika kubwa kubwa zile. Walikuwa wanapenda kuweka. So ukisikia tu hizi nyimbo za, walikuwa wanapenda sana 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 kuweka hizi nyimbo za alikuwa anaitwa Bobolela ama Sam Bobolela. Walikuwa zinapenda kuimba ati gombo penyoja chuo ibiro idonya kakano, gombo penyoja chuo ibiro chodonya kakarano. Hizo wimbo ulikuwa ukisikia hivi, unajua tayari makambi ya SDA ya Waadventista imeanza. Na tulikuwa tunafurahia. Sasa hiyo sisi sote mnageuka mnakuwa watu wa SDA. Tulikuwa tunapenda kwenda kwa hiyo kanisa. Sisi sote tunageuka tunakuwa watu wa SDA, na walikuwa wanapenda pia sana walikuwa wanapenda pia sana kupika hizi, walikuwa wanapenda kupika hizi dengu, chapati, mchele. So tulikuwa na wamama wa SDA, unajua wanajua sana kupika. So tulikuwa tunapenda kwenda kwa hiyo wakati wa makambi. Wakiwa na makambi tunaenda kula huko. Tulikuwa tunaenda kula chapati, dengu. Walikuwa wanapenda pia sana kupika hii maharage ya yellow green. So tulikuwa tunaenda huko kukula bwana. So tulikuwa tunapewa chakula, tunakula, tunarudi nyumbani umefurahi ile yako yote kabisa juu umekula mavitu huko. Pia kulikuwa na wakati hawa watu wa Catholic walikuwa wanatembezaga msalaba. So hiyo wakati walikuwa wanakujaga na msalaba, wanatembeza msalaba wakiimba. Hiyo wakati kila mtu anatamani akue. Sasa na kule kwetu wale mapadri
Wakatoliki walikuwaga ni wazungu. So hiyo wakati kila mtu anatamani akuwe wale watoto misa wa Catholic ndio ashikwe mkono na padri mzungu. Hata kama ulikuwa wa dini gani, hiyo siku lazima utakuwa mtu wa Catholic ndio ushikwe mkono na padri mzungu. Nao mapadri walikuwa mapadri safi kabisa, walikuwa wanatupa mavitu kama manini inaitwa makando, walikuwa wanapenda kutupa mafulawa. Au mapadri walikuwa wanatupa vitu vya sasa tulikuwa tunapenda kwenda kwa hiyo church juu ya kupewa hizo vitu na hao mapadri. Alafu kuna time walikuwa wanatembeza ile sijui wanaita mama wa Yesu, walikuwa wanapenda kuimba ona unapendeza, ona unavyometameta, Bikira mama wapatiwa, usituache mama wa Yesu. Ona unavyopendeza, unavyometameta, Bikira mama wapatiwa, usituache mama wa Yesu. Tulikuwa tunafurahia sana kwenda kwa hizo mavitu kuangalia. Na pia sisi tukiwa watoto, kama ulikuwa unataka kuimba, kama ulikuwa hujui kuimba hii wimbo ilikuwa inaimbwa, ilikuwa ni wimbo wa Rosemary. Kama unataka kuwa mwanakwaya na hujui kuimba hiyo wimbo, you have long way to go. Hauko serious akinataka kujua kuimba, ilikuwa inaimbwa nibebe, o Yesu unibebe, nichukue mbinguni salama. Hizo vitu tulikuwa tunafurahia sana kuvifanya tukiwa watoto. Pia tukiwa watoto jamani, tukiwa watoto tulikuwa na vitu vingine tulikuwa tunapenda kula, lakini siku hizi sizionagi sana, kama siku zilipotea ama haziko huku town, kijijini tu ndio ziko. Hizo vitu zilikuwa zinaitwa juelu. So hizo vitu ukikula sasa zilikuwa ni vitu mbaya ama ilikuwa tu ni vitu nzuri, lakini hizo vitu ukivikula meno inabaki inakuwa black. Hiyo vitu zilikuwa zinachafua meno. Na tulikuwa tunapenda tu kuzikula hivyo. Hata kama zilikuwa zinafanya meno inakuwa black, tulikuwa tunapenda tu kuzikula. Tulikuwa tunazikula. Mpaka sasa hivi nikijiangalia nasema, mimi ndio naweza kula zile vitu jamani. Ni mimi. Pia kuna kitu kingine pia nikiwa mtoto nilikuwa na zile majina mtu anapenda kukuita ukiwa mtoto. Hizo majina nilikuwa nazichukia nikiwa mtoto. Mtu anakuita jina lingine unachukia. Kama nilikuwa na azili yetu mwingine hapa alikuwa anapenda kuniita Kusela. Hiyo jina nilikuwa naichukia. Na sasa ilikuwa jina mbaya, nilikuwa naichukia tu. Ilikuwa ni jina la mwanamke tu mzee. Sasa nimepewa naitwa Kusela. Ile jina nilikuwa naichukia kuita. Ninaita Kusela. Anakasirika. Tamwambia baba yangu kwamba wewe unanichokoza. Mimi upenda kumwambia baba, wewe unanichokoza tumeniita hiyo jina kwamba Kusela. Na pia nikiwa mdogo tulikuwa na mwalimu mwingine hapo anapenda kuniambia kwamba niko na macho makubwa. Hakuna kitu nilikuwa nachukia kama hiyo. Hapo anapenda kuniambia wange dongo tinde kilani.
Hiyo kitu nilikuwa nachukia. Kusikia mtu ananiambia niko na macho makubwa. Ninachukia sana. Nilikuwa nataka kumwambia babangu kwamba mtu fulani ananitukana ananiambia niko na macho makubwa. Mungu ananiambia hapana, wewe una macho makubwa. Unaona yule mtu mwenye tulikuwa watu wenye majina wanafanana, tulikuwa kwa hiyo darasa wawili. So babangu alikuwa ananiambia, yule mtu ndio ana macho makubwa, si wewe. Wewe hauna macho makubwa. Sasa narudi natulia nasema, mimi sina macho makubwa. So nilipokuwa mtu mkubwa, nilikuja nikarealize, kumbe babangu ndiye alikuwa ananidanganya. Nina macho makubwa ya ukweli kama vilivyokuwa anasema yule mwalimu. Lakini hizo ni vitu ambavyo zilikuwa zile za utoto, mtu anafikiria. Pia mimi nikiwa mtoto wakati tulikuwa tunaenda shule, tulikuwa na mwalimu wetu mmoja hapo. Huyo mwalimu alikuwa anapenda kuchapa watu. Sijaiona mwalimu alikuwa anapenda kuchapa watu kama. Anaweza kuja darasani akakwambia kama ulikuwa unajua unapiga kelele, pita mbele. Unajishu. Nasema labda Monta ameniandika, jamani wacha nijitokeze niende mbele. Kumbe Monta hataja kuandika. Unajifanya sasa anachukua yale majina amepewa na Monta, anayasoma. Alafu wewe si usikii jina lako. Naamua sasa wacha nitoroke unyati kidogo kama kuoni urudi huko. Sema ukirudi huko akikuona. Hiyo nimemwambia kwamba mwalimu nataka unichape. Nataka unichape ile ya kisawasawa. Huyo mwalimu alikuwa anapenda sana kuchapa watu. Vitu ambavyo pia watoto pia walikuwa wanamfurahia huyo mwalimu. Hatukuwa tunamchukia na hatukuwa pia tunampenda sana, but alikuwa mwalimu mzuri. Sasa alikuwa ni mwalimu mbaya, lakini kuchapa watu naye huyo mwalimu alikuwa anatuweza na kutuchapa jamani. Kutuchapa tu yule mwalimu. Kwanza ukimwona amevua saa, jua ni kiboko inakukujia. Kiboko. Utachapwa mpaka ujiulize ni nini nimefanya mbaya. Mpaka utamani kuacha shule. Hiyo mwalimu wetu alikuwa anapenda sana kuchapa watu sana. Pia hiyo watoto kwa tunapendaga kuimba. Sisi tulikuwa tunafanya, tulikuwa tunaweka hizi nini za watoto kuimba na kudance. So tulikuwa tunapenda kuimba sana. Tulikuwa na nyimbo nyingine ya watu wa Catholic. Lazima ujue tulikuwa tunasema kama unataka kuimba juu kwetu makanisa yalikuwa yamepangana hivi, unaanza na PEFA, then tuko na SDA, tuko na Catholic, then tuko na Anglican. Sasa zilikuwa zimepangana tu hivi. Sasa tunaanza. Kama mimi wakati huo nilikuwa Anglican. Kwa tunapenda sana kuimba. Lakini kama unataka kuimba, najua sasa saa zingine wale watu wa mapiano wanaweka beat ya wanatofautisha tu beat za kuimba wimbo. So mnaimba watu na wimbo mwingine tulikuwa tunapenda kuimba. Kama hujui hiyo wimbo na unataka kuwa mwimbaji, uko serious. Tulikuwa tunapenda kuimba cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Alafu kuna wakati inaenda
huyo mtu wa piano sasa anaweka beat zenye zinaenda cha kutumaini sina, beat yenye inaenda haraka haraka. Sisi wewe uko hapo unataka kujifunza kuimba, lazima uende na beat. Usipoenda na beat zenye inaenda, wewe hauko serious na kutaka kujua kuimba. Lakini pia lazima ujue wimbo za watu wa sasa. Tukitoka kwa Anglican tulikuwa tunakuja kwa Wakatholiki. Wakatholiki watu walikuwa wapenda sana, kama kule kwetu mnada ulikuwa ni Jumapili. Kama wewe ni mtu unaenda kanisani Jumapili na unataka kwenda mnadani, utaenda kwa kanisa ya Wakatholiki. Juu wao ni misa yao ni asubuhi na ni misa tu ya dakika 30 watakuwa wamemaliza. Hawakai sana. So watu walikuwa wanapenda sana ya Wakatholiki inaimba mchanganyo mchanganyo Bwana Yesu amekata, mchanganyo mchanganyo Bwana Yesu amekata, uongo kidogo unaweka kanisani nako umo, mchanganyo umo Bwana Yesu amekata, mchanganyo mchanganyo Bwana Yesu amekata, ulevi kidogo unaweka kanisani nako umo, mchanganyo umo Bwana Yesu amekata, mchanganyo mchanganyo Bwana Yesu amekata. So hiyo ni wimbo ya Wakatoliki, lazima ujue kuimba hiyo wimbo ya Wakatoliki. Hao walikuwa hata wanapenda tukushukuru Mungu wangu kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakushukuru, nitakuimbia zaburi, nitashujudu nikikabili hekalu lako Bwana takatifu. Hiyo wimbo wa Katoliki wa kule kwetu walikuwa wanapenda sana kuimba kila siku ya Jumapili. Pia watu wa SD walikuwa na hii wimbo, walikuwa pia wanapenda kuimba. Kila siku lazima tungewasikia wakiimba. Walikuwa wanapenda kuimba mjadala wa lesoni, anza usikose, tujifunze kwa upana elimu ya umilele. Hapo ndipo utakapo anza kukua kiroho na kujiweka karibu zaidi na Muumbaji, na kujiweka karibu zaidi na Muumbaji. Wimbo walikuwa wanapenda sana 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 kuimba watu wa SD. Walikuwa wanaimba ile wakati wanaenda kuanza lesson, wamemaliza shule ya Sabato, wanaenda lesson, lazima wangeimba hiyo wimbo. Na pia walikuwa na wimbo wengine walikuwa wanapenda kuimba, iwe ni berber iwe ni imabe, ibira yuda kapini atamani, ibira ringa kivira kiri Yesu, ibira yuda kisedeko na Yesu dogo, iwe ni imabe, ibira yuda kaimbaras, iwe ni berber iwe ni imabe, ibira yuda kapini atamani, ibira ringa kivira kiri Yesu, ibira yuda kisedeko na Yesu dogo, iwe ni imabe, ibira yuda kaimbaras. Bila hiyo wimbo watu wasikie walikuwa ingekuwa waimbe kila siku ya Sabato, lazima wangeimba hiyo wimbo. Kila siku ya Sabato wangeimba hiyo wimbo kila siku wangeimba hiyo wimbo. Na pia watu wa Pefa, watu wa Pefa nao hadi kule kwetu walikuwa kipenda kule unaitwa Ayuagradi ndio Pefa. Watu walikuwa wanapenda kuimba. Kwanza hao watu wa timu ya present worship, walikuwa wanapenda kuimba. Kwa wengine walikuwa wanapenda kuimba Simba wa Yuda ananguruma, Simba wa Yuda ananguruma, Simba wa Yuda ananguruma, Simba wa Yuda
hiyo pia walikuwa wanapenda kuimba. Alafu walikuwa wanapenda pia kuimba mbele mbele atawale, nyuma nyuma atawale, upande zote atawale, mwachie Yesu atawale, mbele mbele atawale, nyuma nyuma atawale, upande zote atawale, mwachie Yesu atawale, mbele. Alafu mimi kwa wakati huo nilikuwa church yetu ilikuwa sasa ni ACK, ya Anglikana. Kulikuwa na mimi nilikuwa napenda sana. Sasa tukienda church every Sunday, mimi nikipewa nafasi ya kwamba siku hiyo mimi ndio nitachagua wimbo watu wanaimba. Lazima ningechagua hiyo wimbo. Uzima tulipewa naye Mungu, uzima tulipata kwake Mungu. Huyo Adamu ndiye aliupoteza, kweli Adamu ndiye aliupoteza, alipokula yale matunda ya mti wa kati, ndipo Mwenyezi Mungu akamwita, ewe Adamu, uko wapi? Kweli Adamu, uko wapi? Tazama umeniasi mwanangu, tazama umekula yale matunda, tazama utaishi kwa shida, tena utarudi mavumbini. Hiyo mambo nilikuwa napenda sana. Na pia tulikuwa na ingine ilikuwa inaitwa alikuwepo na baba mmoja aliyekuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba, nipe sehemu yangu ya mali. Alipopewa kenda nchi ya mbali, akatumia pesa kwa anasa, akaamua rudi kwa baba yake ili akaombe msamaha. Ninarudi nisamehe, nimekosa baba yangu nisamehe. Ninarudi nisamehe, nimekosa baba yangu nisamehe. Iweje leo nile na nguruwe wakati chakula kingi kwa baba? Iweje leo nile na nguruwe wakati chakula kingi kwa dadi? Nimekosa nisamehe, nimekosa baba yangu nisamehe. Nimekosa nisamehe, nimekosa baba yangu nisamehe. Sistahili kuitwa mwana wako, nifanye moja watumishi wako. Nimekosa nisamehe, nimekosa baba yangu nisamehe. So hizo ni vitu ambavyo tulikuwa tunapenda kufanya tukiwa watoto. Wewe pia tuambie hapo kwenye comment ni vitu gani ambavyo ulikuwa unapenda kufanya ukiwa mtoto. Nitafurahi sana kusoma comment yako na kujibu. Bye, thanks for watching.